Wachimbaji wadogo madini nchini wametakiwa kufuata taratibu za uchimbaji salama ili kuepuka ajali zisizo za lazima. Kamishna wa madini nchini Mhandisi Benjamin Mchwampaka amesema hayo wakati akizungumza na wachimbaji wadogo wa madini ya Tanzanite katika mji mdogo Mirerani wilayani Simanjiro mkoani Manyara. Amesema tangu mwaka 2008 hadi Mei mwaka huu zimetokea ajali 125 kwenye migodi yenye leseni na kusababisha vifo 213. Ajali zilizotokea kwenye maeneo ya wachimbaji wadogo wasio na leseni nchini kati ya kipindi hicho ni 56 na kusababisha vifo vya wachimbaji 140. Mhandisi Mchwampaka amewataka wamiliki na mameneja wa migodi ya Tanzanite kuwa na tahadhari kwenye shughuli zao ili kuepuka ajali na vifo vinavyoweza kuepukika. Serikali baada ya kutathmini hali nzima ya uchimbaji mdogo wa madini kuhusu usalama, imeonekana kwamba hali ni mbaya. Vifo vinatokea mara nyingi, na kwa mwaka huu pekee yake vimeshatokea vifo vingi sana kutokana na ajali za uchimbaji wadogo. Kwa hiyo tukaona hali hii ni lazima idhibitiwe. Tuchukue hatua kuhakikisha kwamba migodi inakuwa salama. Wakaguzi wa migodi wanakwenda kazini, watakagua migodi yote nchini, na migodi yote ambayo itabainika kwamba hali yake ya usalama sio mzuri itafungwa mpaka wale wanahusika watakapotekeleza maelekezo ya wakaguzi wetu na kuchukua hatua ambazo zitasababisha kwamba usalama upo. Sasa pamoja na hilo la ukagua la wakaguzi, lakini serikali pia inatakiwa itoe mafunzo kwamba mtu utakapokwenda ukagua mgodi wake ajue kwamba ulishamwambia anachotakiwa kufanya. Mkaguzi mkuu wa migodi nchini Mhandisi Ali Samaje amesema wameandaa mafunzo kwa wachimbaji wa kanda zote nchini kama mkakati wa kukabiliana na ajali zinazoweza kuepukika. Mafunzo haya tumeamua kufanya mafunzo haya hapa Mirerani leo. Lengo kubwa ni kuhakikisha kwamba wachimbaji wanazingatia masuala ya usalama, afya na utunzaji wa mazingira migodini. Na hii ni kutokana na ukweli kwamba kumekuwa na ajali nyingi sana katika migodi ya wachimbaji wadogo, ambapo kwa mfano katika mwaka huu 2017 hadi sasa tunavyoongea zimetokea ajali 11 ambao karibu wachimbaji 26 wamepoteza maisha. Sasa hii ni hali ambayo hatuwezi tukaendelea kuivumilia. Sasa katika mafunzo haya kamishna wa madini Mhandisi Benjamin Mchwampaka ametoa maelekezo ya bayana kabisa kwamba ni lazima tuhakikishe kwamba tunaimarisha masuala ya usalama, afya na utunzaji wa migodi, utunzaji wa mazingira migodini. Mmoja kati ya wamiliki wa migodi ya Tanzanite Hamisi Juma ameishukuru serikali kwa kuwapatia elimu hiyo na kuahidi kuwa watatumia ili waweze kuzifanya kazi zao kwa mujibu wa taratibu. Kama migodini na sisi wenyewe, maana hii sio usalama tu, na namna gani tutaboresha uzalishaji ili tusipate hasara. Mimi nafikiri cha msingi ni kwamba tunaomba serikali sasa ifikie hatua ya kutuona mara kwa mara, kutukumbusha, kutupa elimu ili tuendane na mfumo wa uchimbaji wa kileo na usalama zaidi. Sababu serikali haipendi mtu afe na sisi pia hatupendi. Sababu usipozingatia usalama mgodini, wewe utachimba hayo mawe, utayatoa, utakula na nani wakati familia imeshaua, mwenyewe umeshakwisha. Mimi niombe tu kwamba serikali iendelee kutukumbusha, na tunashukuru. Semina ya leo ni nzuri sana sababu imehusisha vitengo vyote tunavyofanya pale mgodini. Uteuzi wa manager ni muhimu sana. Sababu bila manager nani ataratibu shughuli zote, na yeye tajiri huko mbali. Sasa hii tutaizingatia, tumeipokea na tutaitekeleza kwa nguvu sana, na kuhimizana sisi wenyewe kwa wenyewe kwamba jamani, mahali ambapo hamna manager, hata zile huduma zetu za vyama vyetu vya uchimbaji mtu alazimike. Nikiripoti kwa niaba ya Joseph Limo aliandaa taarifa hii, mimi ni Alex Malanga wa MCL Matukio.